Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika jahazi la wiki. Ni fursa pekee kukujuza yaliyojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili. Na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi, na hodha wako mimi ni Hilal Sefu Riyami, tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu: kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia habarika. Nam, safari ya jahazi la wiki inaanzia mkoani Geita. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema kuwa sekta ya madini imeendelea kuwa nguzo ya uchumi nchini, ambapo katika mwaka 2022 sekta hiyo imekuwa kwa asilimia 10.09 na kufikia mchango wa asilimia 10.01 kwenye pato la taifa kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na asilimia 9.0 kwa mwaka 2023. Nuhustima anatuarifu zaidi. Waziri Mkuu Majaliwa amesema hayo Jumatano Septemba 22, 2025 wakati wa uzinduzi wa maonesho ya 4 ya teknolojia ya madini mkoa wa Geita yaliyofanyika katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2025 wachimbaji wadogo wa Geita wamezalisha zaidi ya kilo 22,000 za dhahabu zenye thamani ya shilingi trilioni 3.44. Dhahabu iliyochimbwa mkoani Geita tayari imeshafikia zaidi ya kilo 22,000 ya dhahabu zenye thamani ya shilingi trilioni 3.44, huku serikali ikipata zaidi ya shilingi bilioni 235.5. Aidha, makampuni makubwa kama Geita Gold Mine, Buckreef na makampuni mengine katika kipindi hicho wameshazalisha kilo 76,530 za dhahabu zenye thamani ya shilingi trilioni 11.838, na serikali imepata bilioni 793 kama mrahaba. Aidha, waziri mkuu ametoa rai kwa wadau wa sekta ya madini kuendelea kuwekeza katika teknolojia kuanzia utafiti na uchimbaji, usafishaji na biashara ya madini. Ongezeni thamani ya madini tunazozipata na kuhakikisha usalama wa wachimbaji wetu ili wasipate matatizo ya kuangukiwa na maudongo. Teknolojia sahihi haiwezekani kuongeza tija, kuhakikisha usalama wa wachimbaji, kulinda mazingira, wala kufanya shughuli za uongezaji thamani kwenye madini yetu. Na teknolojia ndio daraja la mageuzi ya sekta hii, kuanzia utafiti na uchimbaji hadi usafirishaji na biashara kwa ujumla.
Katika mwaka wa fedha 2024-2025, tani 62 za dhahabu zimezalishwa, tofauti na miaka ya nyuma tani 40 hadi 50 zilikuwa zikizalishwa kila mwaka, hatua inayoifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi 5 bora Afrika katika uzalishaji wa dhahabu. Lakini utaona mabadiliko haya ambayo tunayapata kupitia maonyesho haya yameweza kuboresha, na tumepata tani 62 katika mwaka wa fedha uliopita, na tunaamini katika mwaka huu wa fedha tutapata zaidi ya tani 62. Hiyo inatufanya kuwa miongoni mwa nchi 5 bora Afrika kuweza kuzalisha dhahabu. Mkoa wetu wa Geita, Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, vijiji vilivyokuwa na umeme vilikuwa vizidi vijiji 356. Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, vijiji vyote 486 vina umeme. Na tayari Mheshimiwa Rais ameelekeza upelekaji wa umeme kwa wachimbaji wadogo na wakati na wakubwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Meli mpya ya abiria na mizigo ya MV Mwanza inayogharimu zaidi ya shilingi bilioni 120 imefanywa jaribio la mwisho Jumapili ya Septemba 21 kutoka Mwanza kwenda bandari ya Kemondo na Bukoba mkoani Kagera. Zuberi Mgaya ana taarifa zaidi. Ni jaribio la kwanza na la mwisho linalohusisha masafa marefu baada ya kufanya mengine kadhaa ya masafa mafupi ndani ya mkoa wa Mwanza inapojengwa. Ujenzi wa meli hiyo yenye urefu wa mita 92.6, upana wa mita 17 na ghorofa 4 kufikia 99%, huku Watanzania wakiwa na mengi ya kujivunia kwa uwepo wa mradi huo, ikiwemo ushirikishwaji wa wazawa kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Watanzania tuna cha kujivunia. Tumejenga meli ya kwanza kubwa katika ukanda wa maziwa makuu hapa Mwanza, na meli imejengwa na Watanzania wenyewe kwa 100%. Waliokuwa wanatusimamia walikuwa wachache sana, lakini Watanzania ndio waliojenga. Meneja mradi ni Mtanzania, lakini wafanyakazi wote, wataalamu wote ni Watanzania, na hata kuendesha hii meli sasa hivi wanaoendesha wote ni Watanzania. Hakuna Mkorea ambaye anaendesha. Chief engineer, captain na crew nzima ni Watanzania. Meli hiyo ina uwezo wa kubeba abiria 1200, mizigo yenye uzito wa tani 400, magari madogo 20 pamoja na maroli 3. Jaribio hilo limeshuhudiwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda. Amesema kukamilika kwa meli hiyo ni ishara ya juhudi za serikali katika kuimarisha sekta ya usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kuanza kazi kwa meli hii ni mkombozi mkubwa sana. Nakumbuka kipindi fulani hapa tulikuwa na ajali kubwa sana ya boti. Boti imechanganya mizigo, na hiyo wana habari mlikuwepo. Tukaenda kufanya uokozi pale, watu kadhaa walifariki. Moja kati ya kilio cha wananchi ilikuwa ni kuwa na meli nzuri za kisasa ndani ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo wale waliokuwa wanaenda Gosba, wanaoenda wapi, sasa mkombozi ni hii meli. Kwa msingi huo pia serikali inajenga kituo kikubwa sana cha uokozi na upeanaji wa taarifa katika Ziwa Victoria. Nia kubwa ni kwamba wakati tunaendelea kuwekeza katika hivi vyombo, lakini swala la usalama pia limezingatiwa. Meli hiyo ya MV Mwanza iliondoka majira ya saa 4:30 asubuhi jijini Mwanza. Baada ya saa takriban 6:30 inatia nanga katika bandari ya Bukoba na kupokelewa na mamia ya wananchi wa mji huo. Shukrani zetu kwa serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha huu mradi. Tumesimamia, lakini bila fedha tusingeweza kukamilisha. Mheshimiwa Rais ametupa fedha, tumekamilisha mradi. Kama mnavyoona meli imeweza kufika hapa, tumetumia masaa takriban 6:30 kufika hapa. Kwa hiyo na hiyo ni mwendo wa majaribio, lakini tungeenda kusema full speed mara moja, tumefika hapa masaa 5-6 kamili. Meli ya MV Mwanza inatarajiwa kuanza rasmi safari zake za kibiashara na abiria baada ya majaribio kufanikiwa kikamilifu. Tukielekea mkoani Singida, jumla ya shilingi milioni 6.7 zinahitajika ili kukamilisha ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika Madrasatul Tauba iliyopo mtaa wa Kimpungua, kata ya Msuna, manispaa ya Singida. Wadi Kasim Matuta anatuarifu zaidi. Madarasa hayo ambayo yanajengwa kwa jitihada za wazazi na waumini wa eneo hilo yamefikia hatua ya kupaua, ambapo
Viongozi wa madarasa wameeleza kuwa mahitaji mbalimbali bado yanahitajika ikiwemo mbao, saruji pamoja na mabati. Tulianzisha ujenzi wa madrasa hii muda mrefu. Tulijichanga sisi michango hii ya kawaida kila aliyokuwa nacho mpaka tukaifikisha madrasa hii katika hali ambayo mnaiona. Tumetumia kila njia, tumefanya kila namna, lakini tumekwama mpaka kufikia hali hii. Kuomba msaada ni kwamba hali imekuwa ngumu. Yoyote aliyojaliwa na Allah basi aje atupaulie hii madrasa ili dini iweze kusogea mbele, kwa sababu kama watoto watakosa elimu ya dini, kina mama watakosa elimu ya dini, basi hakuna jamii ambayo itakuwa ina ustarabu. Sambamba na hayo, ameeleza kuwa kwa sasa zinahitajika zaidi ya milioni 6 ili kukamilisha hatua iliyobaki. Madrasa hii inahitaji bati za mita 3 geji 30 kwa maelekezo ya mafundi walivyosema, shilingi 22,000 bati moja. Inahitaji mbao 160, inahitaji kilo 50 za misumari ya bati, inahitaji kilo 50 misumari hii ya kawaida na vitu vingine viunganishi vidogo vidogo. Jumla yake kuu ni shilingi milioni 6,700,000 na shilingi 5,000. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie kwa hilo. Sheikh wa kata Misuna, Sheikh Omar Ishaq, ametoa wito kwa Waislamu na wadau mbalimbali kujitokeza ili kusaidia kukamilisha ujenzi huo. Ni kwamba haya majengo tunayaona hapa ni kwamba ndio tunahitaji watoto wetu waweze kusomea dini. Ni kwamba hili sasa lilopatikana, Waislamu na kuombeni tujitokeze kwa wingi ili tuweze kukamilisha jengo hili ili watoto wetu waweze kusoma hapa. Nitoe wito tu kwa wadau mbalimbali na Waislamu wetu wote kwa ujumla, wapate huruma, wajitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya akhera yao, ili siku watakaporejea kwa Mola wao wakapate mafanikio makubwa kwa sadaka ambazo wametoa katika majambo kama haya ya dini. Kama leo hii tukiwa katika Masjidi Tauba ambapo leo alikuwa akiadhimisha maadhimisho ya elimu, bado tumekumbwa na kadhia hii ya jengo la kusomea wanafunzi pamoja na kukaa kwa ajili ya masomo yao. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuwaomba basi kuweza kuangalia maeneo kama haya na kusaidia ili kuunga mkono harakati za ujenzi katika madarasa Tauba iliyopo mtaa wa Kimpungua kata Misuna. Unaweza kuwasiliana na uongozi wake kupitia nambari 0757 68 40 72. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Fuadi Kasim Watuta wa Mahasin TV. Mtazamaji wa Mahasin TV, kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Serikali mkoani Arusha imemaliza kilio cha wananchi wa mtaa wa Kimundorosi kata Ola City kwa kuchukua hatua za haraka za ujenzi wa tenki lenye uwezo wa kuhifadhi lita 50,000 za maji ili kuondoa changamoto ya ukosefu wa maji inayosababishwa na jiografia ya eneo hilo. Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa tenki hilo, mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amesema serikali haiwezi kusita kuchukua hatua za haraka katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Nimejiridhisha pasipo mashaka kwamba kulikuwa na tatizo la maji. Nimejiridhisha kwamba maji kama maji yapo ya kutosha kutoka katika vyanzo vyetu. Kwa hiyo shida ni ile usambazaji na hasa maeneo yenye muinuko. Mchana watu maeneo ya tambarare wanatumia maji, kwa hiyo unakuta yanapungua na watu wa milimani mnapata shida. Kwa hiyo nimeenda kukagua tenki la lita 1,000,000. Tumetoka hapo, miundombinu imetengenezwa, lakini tumekuja kuona tenki jipya. Na hili nataka niwaambie ili muone kwamba tenki jipya haliwezi kujengwa kwa siku moja. Maana yake ilikuwa mipango ya serikali. Maana yake serikali ilikuwa inajua kilio chenu. Aidha, Makala amewataka wananchi kushirikiana na mamlaka ya maji au WASA ili kuhakikisha kila mmoja anafikiwa na huduma hiyo kwa karibu zaidi. Kwa hilo tenki hili la hapa ni kama kwa ajili yenu tu sasa. Kuwa na uhakika. Naomba muendelee kuwa na ushirikiano na mamlaka ya maji. Sasa maji yataanza kutoka, lakini na nyie sasa utaratibu wa kuunganishiwa maji. Nitashangaa maji yakiwa uhakika alafu bado hamwezi kuomba kuunganishiwa maji.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha au Uwasa, mhandisi Justin Rujomba, amewahakikishia wananchi kuwa tenki hilo litaanza kutoa huduma ya maji haraka iwezekanavyo ili kumaliza kilio hicho cha wananchi. Tenki lile limejengwa ndani ya wiki 3 ulivyoliona lile tenki. Kwa hiyo niahidi kwamba wiki hii changamoto haitajitokeza ya watu kuamka usiku kwa ajili ya kupambana na kupata maji. Kwa kweli tulikuwa na changamoto hapa ya maji, hasa kipindi hiki cha kiangazi, kwa sababu kwa kipindi cha kiangazi maji hupungua. Sasa maji yanapofunguliwa yanakimbilia eneo ambalo liko chini. Kwa maeneo haya ya mlimani yanaathirika sana kipindi hiki cha kiangazi. Lakini nishukuru serikali kwamba baada ya kusikia kilio cha wananchi imejibu maombi ya wananchi haraka sana. Na wananchi waliofika kupata huduma ya upasuaji wa jumla kwa watoto kupitia kambi inayoendelea kufanyika katika hospitali ya wilaya Kaskazini Kivunge, mkoa wa Kaskazini Unguja, wameishukuru serikali pamoja na wadau wanaoendesha kambi hiyo. Zuberi Mgaya ana undani wa taarifa hiyo. Huduma hizo za upasuaji za kibingwa zinatolewa kwa mashirikiano ya Wizara ya Afya na washirika wa maendeleo ikiwemo shirika la msaada la King Salman Humanitarian Aid na Relief pamoja na Muslim World League. Tumepokea madokta wazuri, wametupokea vizuri sana katika watoto wetu na huduma zetu nzuri. Wanatuhudumikia nzuri sana. Na leo tumefanyiwa utibabu kwa watoto. Hali zao zinaendelea uzuri. Natoa shukrani kwa madokta wote. Na vile vile tunawapa moyo wenzetu ambao wana matatizo watoto wao, wasikae mbali, wakisikia fursa hizo wawalete watoto wapate matibabu. Tunaipongeza sana hospitali ya Kivunge kwa sababu madaktari wako vizuri, wanauelewa, wana mashirikiano, mashallahu, tunawapongeza madaktari. Akieleza lengo la kambi hiyo, mkuu wa kitengo cha uhusiano wa afya kimataifa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Juma Ali Makame, amesema shabaha kubwa ni kuisaidia jamii kusogeza huduma za kibingwa karibu. Hizi ni huduma za kibingwa kabisa ambazo kwa sasa hivi tunazitoa katika hospitali zetu za wilaya. Serikali imejitahidi kuweka miundombinu mizuri pamoja na kuweka vifaa tiba, lakini sasa hivi pia tuna juhudi za kuweka madaktari bingwa na bingwa bobezi ili kufanya huduma hizi kupatikana katika hospitali zetu za wilaya. Kambi hii sio ya kwanza, ila ni muendelezo tu wa kambi nyingi ambazo zinafanyika katika hospitali yetu ya wilaya ya Kivunge, lakini tumefarajika sana kwa kambi hii kwa sababu imelenga tu kwa watoto. Faraja kwa wagonjwa kwa sababu tunaondosha lile gaps la kupeleka wagonjwa wetu nje ya nchi, lakini tunapata faraja kwa madaktari wetu wazawa kwa sababu wanajifunza ujuzi na utaalamu ambao madaktari hawa bingwa kutoka nchi ya Saudia wamekuja katika kuendeleza matibabu kwa watoto wetu wa Kizanzibari. Kwa upande wake, daktari mbobezi wa upasuaji wa watoto Dr. Baya Abdullah Rashid, akitoa tathmini fupi ya kambi hiyo, amesema madaktari kutoka nchini Saudi Arabia kwa kushirikiana na wataalamu wazao wameweza kufanikisha upasuaji wa maradhi ya kuzaliwa yanayohusiana na utumbo. Wapo ambao watoto tangu wamezaliwa haja kubwa zinasumbua kutokana na maradhi hayo yaliyozaliwa yakiitwa Hirschsprung disease, ambayo mtoto anakuwa anakosa hisia za kupata haja. Inafikia mtoto anakaa wiki moja, wiki mbili bila kuhisi kuwa ana haja. Ni hili tatizo ambalo ule uchango wake mkubwa unakuwa umekosa zile hisia za kuhisi yeye kama ana haja, na kile choo kinakaa kwa muda mrefu, kinakuwa kigumu, na hatimaye mtoto anaingia katika matatizo ya obstruction au chango kupandiana. Alhamdulillah, kwa kupitia kambi hii tumeweza kuwafanyia watoto wa matatizo hayo wengi za operation hizo za kibobezi, na mpaka sasa hivi wameshafanyiwa wagonjwa takriban zaidi ya 45 46 tayari wameshafanyiwa, na tunalenga kuwafanyia wagonjwa wasiopungua 100 kama watajitokeza. Hata wakifika 130 tumekuja na vifaa ambavyo vinaweza kusaidia kwa vijana. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.
Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Ndugu zangu, matendo mema yako katika aina mbalimbali, na matendo hayo mwanadamu akijipamba nayo akaishi katika matendo hayo yaliyokuwa mema ambayo anayafanya yeye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni hazina njema aliyoiweka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kumsaidia kesho akhira. Kwani innal hadafa alhaqiqi min hadhihi alhaya huwa ibadatullahi wahda. Zangu, hakika malengo ambayo ni ya uhakika kwa mu'min mwenye akili katika maisha haya ya dunia ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kukithirisha matendo yaliyokuwa mema na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu akiyajua haya atafahamu malengo yake, atafahamu makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba yeye mwanadamu kuwa katika ardhi hii. Uislamu ni dini ambayo haijaacha kitu. Ina sheria, ina kanuni, ina halali, ina haramu, ina fardhi vilivyo vya lazima, ina mustahabi. Uislamu mpaka mtu akishafariki pia kuna sheria zake za kurithi mali yake. Sharia ya dini yetu tukufu ya Uislamu imekuja kuhifadhi mambo matano. Jambo la kwanza, dini kwa ujumla, iman kwa ujumla, kwa sababu Uislamu unajua ya kuwa wanadamu bila ya dini si watu, hawatokuwa na utu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Uislamu umekuja kulinda na kuhifadhi dini, kwa sababu dini ndio mfumo mzima wa maisha. Dini ndio kitu pekee ambacho kimewaelekeza wanadamu namna ya kuishi. Kuizungumza tauhid, kuieneza tauhid ndiyo dalili ya kusihi imani ya mtu. Kinyume chake, kutokuwa na himma na tauhid, kutokuwa na himma kuieneza tauhid ni dalili ya udhaifu na unyonge wa imani zetu. Tauhid ni haki ya Allah juu ya waja wake. Tuna haki ya kumpwekesha Allah, kumwabudu Allah, kumkusudia Allah kwa kila jambo letu. Haki hii kuielekeza kwa kiumbe chochote chengine ni dhulma, kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana jambo la mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitakiwa kulijua na kulifikisha kwa waja wake. Allah alimwambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua ya kwamba hapana mola anastahiki kuabudiwa kwa haki illa Allah. Kisha akamwambia wastaghfir li dhanbi, kisha taka msamaha wa madhambi yake. Bila tauhidi hakuna dini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye mwisho wa maneno yake ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Jua Allah ndiyo anayetakiwa abudiwe. Bakari Siddiq radhiallahu anhu, kuna viashiria mbalimbali ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivionyesha akiwa bado yupo hai. Wafuateni, waigeni watu wawili watakaokuwa baada yangu mimi, ambaye ni Abubakari na Umar radhiallahu anhuma. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuonyesha kwamba au anatupa viashiria vya kuwa watu hawa wawili ni watu ambao tayari Mtume sallallahu alaihi wasallama anaonyesha kuwa baada yake yeye watu hawa wawili wafuatwe. Hiki ni kiashiria, na Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anaangalia mbali, na maneno yake aliyokuwa akiyasema yalikuwa yana maana pana, na kwa kutumia maana hii pia masahaba radhiallahu anhu waliweza kuitumia kama ni fursa ya kuweza kuona Abubakar Siddiq radhiallahu anhu nafaa kuteuliwa kuwa kiongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna at-tujjar humul fujjar, wafanyabiashara ndio watu waovu sana. At-tujjar humul fujjar, wafanyabiashara ni watu waovu sana. Masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara? Qala bala, tumakasema ndio, halallahu al-bay'. Tumakasema bala, walakinnahum, lakini wafanya biashara hawa wengi wao yuhadithuna fayakdhibun, wanapozungumza husema urongo kwenye biashara zao na huapa viapo vya urongo wakapata madhambi. Hamalizi biashara yake, hauzi biashara yake mpaka na urongo ndani yake, mpaka na viapo vya urongo ndani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita watu hawa wafanya biashara hawa
alfujar ni waovu sana. Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara, kuuza na kununua na biashara, lengo ili ajihifadhi muislamu nafsi yake na haram, asiibe, asichukue cha watu bila haki, asidhulumu mtu. Yote hii Allah subhanahu wa ta'ala akahalalisha biashara na kufanya kazi ili mtu ahifadhi nafsi yake. Miongoni mwa yale ambayo yapo katika maumbile yetu ya kibinadamu, sisi ni wengi wa kumkosea Allah azza wa jalla, na hili linathibitisha yale aliyosema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kila mwanadamu yupo katika nafasi ya kufanya makosa. Aliwahi kusema alayhi salatu wassalam, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la ata bi aqwamin yudhnibun fa yastaghfirun fa yaghfir Allahu lahum. Lau nyinyi wanadamu mngekuwa mmeumbwa katika maumbile ambayo hamuwezi kufanya madhambi, labda kama walivyo malaika, dhahaba Allahu bikum, Allah azza wa jalla angekuondosheni juu ya mgongo wa ardhi. Wala ata bi aqwamin, na Allah angewaleta watu ambao yudhnibun, wanafanya madhambi kibinadamu, fa yastaghfirun, alafu anamuomba Allah maghfira, fayaghfira lahum, Allah anawasamehe. Hadithi hii haituhimizi kufanya maasi na madhambi, bali inaeleza uhalisia wa kila mwanadamu. Maadamu wewe ni mwanadamu, basi upo katika nafasi ya kuteleza na kumkosea Allah azza wa jalla. Kullu ibni adama khata'un, kila mwanadamu ni mwingi mno wa kufanya makosa. Wa khairul khata'in, lakini walio bora at-tawwabuna, ni wale wanaotubia. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyojiri katika mimbari za misikiti mbalimbali ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kwa mara nyingine kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa wa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Duru za habari zimeripoti kuwa meli aina ya Flotilla iliyobeba msaada kuelekea katika ukanda wa Gaza imeshambuliwa na ndege zisizo na rubani katika maji huko Ugiriki. Wanaharakati walioandaa msaada huo wamesema kulikuwa na milipuko na mawasiliano yao yalikatizwa, na kuelezwa kuwa boti hizo hapo awali zilikuwa zimetoka katika bandari ya Uhispania na kutangaza nia kuvunja kizuizi cha jeshi la wanamaji la Israel katika ukanda wa Gaza. Sambamba na hilo, vifaru vya Israel vimeripotiwa kuingia katikati mwa mji wa Gaza, huku mashambulizi ya pande zote ya Israel yamezidisha mzozo wa kibinadamu katika mji wa Gaza. Ikumbukwe kuwa Septemba 23, Rais wa Marekani Donald Trump alikutana na viongozi mbalimbali katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kujadili usitishaji vita huko Gaza, kuachiliwa kwa mateka na utawala wa Israel baada ya vita huko Gaza. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa lengo la kufanya mazungumzo hayo ni kumaliza vita, ingawa maelezo ya mpango huo wa Washington bado hayako wazi. Kwingineko, duru za habari zinaeleza kuwa Rais wa Marekani amefanya mkutano wa faragha na viongozi wa nchi kadhaa za Kiarabu na Kiislamu na kuahidi viongozi hao kwamba hatamruhusu waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu autoe kikamilifu ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na utawala huo. Ripoti iliyotolewa na tovuti ya habari imevitaja vyanzo
6 vyenye taarifa za yaliyojadiliwa katika mkutano huo. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, Trump kwenye mkutano wa viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu aliwasilisha waraka wa mwongozo juu ya namna ya kumaliza vita ya Israeli dhidi ya Gaza, ambapo unajumuisha ahadi ya kuzuia kunyakuliwa ukingo wa magharibi na mpango wa utawala wa usalama wa Gaza baada ya vita. Wachambuzi wa mambo wanasema kuwa ahadi hiyo iliyotolewa na Trump inaonekana kuwa kitu cha kushangaza, ikizingatiwa kwamba sehemu kubwa ya ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu tayari imeporwa na Israel, na viongozi wa Marekani wameunga mkono hatua hiyo hadharani au kuipa mgongo na kuitoijadili. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa Jahazi la Wiki. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea Jahazi la Wiki, mimi Hilal Sefriami nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaherini. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.